Ndio maana ibada ya sanamu zinatajwa sana. Uzinzi unatajwa kama ibada ya sanamu. Uongo unatajwa kama ibada ya sanamu. Ufiraji unatajwa kama ibada ya sanamu. Na mambo mengi yanatajwa kwamba hayo ni ibada ya sanamu. Tamaa, kwa hiyo yakipewa heshima, yakachukua ile nafasi ya Mungu, yanakuwa yanakuwa. Na Mungu anasema kwenye Isaya, utukufu wake hata ugawa kwa mtu. Yeye utukufu wake ni yeye. Hata share na utukufu wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo baada jambo la kwanza kama ambavyo nimesema ni kutoa heshima ya juu kabisa. Lakini jambo la pili, ibada ni kuunganisha roho ya anayeabudu na anayeabudiwa. Kuunganisha. Kwa hiyo ibada ina tabia ya kuunganisha mwanadamu na anachokiabudu. Biblia inasema, Paulo akaandika akasema hivi, hamjui ya kwamba ukiwa mwasherati umefanywa kuwa mwili mmoja au mwasherati. Mmeunganishwa. Nataja hii ni ibada sana. Kwa hiyo ibada ina tabia ya kufanya mtu awe na ushirika na anayeabudu. Wanaweza kusaidia sana. Kwa hiyo nikiacha kumwabudu Mungu nikaviabudu vingine, ninaunganishwa. Kwa hiyo ibada ina tabia ya kuunganisha roho ya mtu na kile kinachoabudiwa. Haleluya. Kwa hiyo nikiabudu mali, roho yangu inaungana huko. Au hatukusoma, Biblia inasema hazina ya mtu iliko na ndiko nini yake liko moyo tulipo ndipo hazina yake. Kwa hiyo ibada ni kuunganishwa kwa roho ya Mungu na anayeabudiwa. Bwana Yesu atusaidie. Sasa mimi nizungumze kidogo kuhusu sadaka. Kwa nini nianze kusema kwa usemi tu ambao umezoeleka mtaani? Mtu anasema mimi bwana sifanye kazi ya kanisa. Mimi sitoi sadaka. Mtu alikuwa amekuomba hela hapa anambia, "Mimi bwana mimi sifanye kazi ya kanisa." Akirejelea kazi ya kanisa, sadaka tunatoa ni kana kwamba tunapoteza. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo watu duniani huko wanafikiria hivyo, kwa sababu ya kwamba tunapoteza. Anasema sifanye kazi ya kanisa. Wakati tunatafakari kauli hiyo, yako maandiko yanarejea kitabu cha Warumi sura ya 11 mstari wa 28 mpaka 32. Paulo anaeleza hapo namna Wayahudi kwa habari ya kuchaguliwa watabaki kwa wateule wa Mungu. Alafu mstari wa 32 anasema Mungu amewafunga wote katika kukosa ili apate kuokoa wote. Alafu anasema hekima ya Mungu haichunguziki. Anasema au ni nani aliyempa Mungu kitu kwanza alafu kisha yeye akapewa? Mungu haombi ili atufanyie jambo fulani. Mungu anatenda haya mambo kwetu kwa fadhili zake. Dhati tumeimba hapa na pastor. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sadaka ni kile ambacho unakitoa kwa moyo. Shukuru kaka pale anasema ni kile ambacho unakitoa kwa Mungu kwa moyo. Sadaka kwa moyo, tena anasema kwa moyo wa kupenda. Na tutayaona hayo maandiko baadaye. Tuanze na kitabu kile cha Waebrania sura ya 12 mstari wa 28. Waebrania 12:28. Kama msomaji akiwa haraka tutaenda vizuri. Waebrania 12:28 na 29. Nasema ndio, basi kwa kuwa tunapokea ufalme usioweza kutetemeshwa. Kwa kuwa tunapokea ufalme usioweza kutetemeshwa, na muwe na neema. Na tuwe na neema. Ambayo kwa hiyo tumtolee Mungu ibada ya kumpendeza. Kwa hiyo neema tumtolee Mungu ibada ya kumpendeza. Pamoja na unyenyekevu na kicho. Pamoja na unyenyekevu na kicho. Maana Mungu wetu ni moto ulao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anasema kwa kuwa tumepokea ufalme. Yohana alipokuwa anakuja kuhubiri, moja ya jambo alikuwa anasema tubuni kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Yesu akahubiri injili ile. Sasa anasema kwa kuwa tumepokea huo ufalme uliohubiriwa, anasema huu ufalme hauwezi kutetemeshwa. Na kwa sababu hauwezi kutetemeshwa, na tumtolee Mungu ibada. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama ungekuwa na kalamu ungepigia neno tumtolee.
sadaka ndio inatolewa. Bwana Yesu sasa. Sisi tunakubaliana sadaka inatolewa. Na tumtolee Mungu ibada inampendeza. Sedekia anaenda, umeweka wimbo kinywani mwangu, Bwana niimbe sifa zako, umeniumba ili nikuabudu na kuabudu wewe uketie juu ya vyote, sifa hizi zifike kitini pako, wimbo ukawe manukato. Haleluya. Kwa hiyo ibada anasema na tumtolee Mungu. Kwa hiyo ibada inatolewa. Na nikasema siku moja mahali fulani nikasema kwa kuwa ibada inatolewa, ni lazima tutambue ya kwamba lengo kubwa yako, malengo ambayo Mungu ametufanyia kwa kutuokoa. Lengo kubwa la kutuokoa, lengo namba moja ni kumfanyia Mungu. Bwana Yesu sasa. Lengo namba moja la wewe kuokolewa, anasema kwa kuwa tunapokea ufalme usioweza kutetemeshwa na tumtolee Mungu ibada. Bwana Yesu sasa. Hajasema kwa kuwa tunapokea ufalme usioweza kutetemeshwa na tukatafute mahitaji yetu. Ni kweli Mungu atakujua mahitaji. Lakini jambo la kwanza kabisa na muamini kufanya. Bwana Yesu sasa. Yapo mengi ambayo pengine tunatamani Mungu atende. Na wakati mwingine wanasema tumewahubiria watu mambo mazuri. Na wengine walipokuja wakai kanisani kwa muda hawasiyaoni, waliondoka. Kwa sababu hakujua kwanza walikuja kufanya ibada. Bwana Yesu sasa. Kwa hiyo walitegemea kuna vitu atavipokea badala ya vitu kuvitoa. Bwana Yesu sasa. Lakini hapa anasema hasemi na mpokee kitu fulani. Anasema na tumtolee Mungu ibada. Kwa hiyo uko wajibu wa kila anayeamini baada ya kuwa ameokolewa afanye ibada. Na ndio maana sasa kwenye kile kitabu cha Kutoka sura ile ya 3 mstari wa 16 mpaka 18 na Kutoka sura ile ya 5 mstari wa 1 mpaka 3. Nasema Kutoka sura ya 3 16 mpaka 18 na Kutoka 5:1 mpaka 3. Bwana Yesu sasa. Unamwona Musa anaenda. Nitaenda ili mtu okoe muda. Unamwona Musa anaenda kwa Farao. Anamuomba awaachilie wewe. Nimesema ni Kutoka 3:16-18 na Kutoka 5:1 mpaka 3. Musa wakati anaenda kumuomba Farao awaachilie wewe, hakusema tunaomba twende tukajenge taifa. Maana Yesu asaidie sana. Hakusema tunakuomba utuachilie watu hawa twende tukajenge taifa huko, itaitwa Israeli, itakuwa na watu wakubwa, itakuwa na nguvu ya kivita. Hakusema. Alisema uturuhusu ili tukamfanyie Mungu, tukamtolee Mungu sadaka jangwani. Bwana Yesu asaidie sana. Maana lengo kubwa la Mungu kuwatoa kwenye utumwa halikuwa ili waende wakajenge mji mkubwa. Lengo kubwa ilikuwa ni waende wakafanye ibada. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana anasema na tukamtolee Mungu sadaka. Labda tusome Kutoka 3:17-18. Na ndio. Enenda ukawakusanya wazee wa Israeli pamoja. Ukawaambia, Bwana Mungu wa baba zenu. Bwana Mungu wa baba zenu. Mungu wa Ibrahimu. Mungu wa Ibrahimu. Mungu wa Isaka. Wa Isaka. Mungu wa Yakobo. Wa Yakobo. Amenitokea akaniambia. Hakika. Nimewajilieni tena. Nimeona mnayotendewa huko Misri. Ndio. Nami nimesema nitawapandisha kutoka katika mateso ya Misri na kuwaingiza katika nchi ya Mkanaani na Mhiti na Mwamori na Mperizi na Mhivi na Myebusi. Twende sura ya 5:1 mpaka 3. Pamoja nasema hata baadaye Musa na Haruni wakaenda wakamwambia Farao. Wakasema
wakasema Bwana Mungu wa Israeli, Bwana Mungu wa Israeli anasema hivi, anakuambia hivi, wape watu wangu ruhusa waende, ili kunifanyia sikukuu jangwani. Farao akasema, Bwana ni nani hata nisikilize sauti yake? Mungu akubariki mtumishi wa Bwana. Bwana Yesu sasa. Kwa hiyo tunaona hapa walipoenda kuomba ruhusa, lengo ilikuwa ni kwenda kufanya ibada jangwani, lengo la kwanza. Bwana Yesu sasa. Na ndio maana inafika wakati Farao anauliza, sasa nataka niwape ruhusa, lakini ni nani mtakaoenda nao? Musa anamwambia hivi, tutaenda na ng'ombe zetu, tutaenda na mbuzi wetu, tutaenda na watoto wetu, tutaenda na wazee wetu, tutaenda na vijana wetu, kwa maana hatujui nini kitahitajika kwenye ibada ya Bwana. Hata kwato, sema mpaka kwato tutaenda nazo. Bwana Yesu sasa. Kwa hiyo anamwambia tutaenda hivyo kwa sababu ni kwenye ibada. Halo. Yes. Kwa hiyo jambo la kwanza kabisa, Mungu ametuokoa ili tuweze kufanya ibada. Ndio maana anasema kwa kuwa mnapokea ufalme usioweza kutetemeshwa, na tumtolee Mungu ibada ya kumpendeza pamoja na unyenyekevu na kicho. Bwana Yesu sasa. Bwana Yesu sasa. Amen. Kwa hiyo watu wa Mungu tumeokolewa kwanza ili tumfanyie Mungu ibada. Na ibada hiyo kama ambavyo nimwambia, kwa kuwa ibada inakuunganisha na Mungu. Ukishamfanyia Mungu ibada, yako matokeo ya kumfanyia Mungu ibada. Kwa hiyo mengine ambayo anasema kwa maana utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana yeye ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili alithibitishe agano lake na wewe. Kwa hiyo Mungu anapoleta baraka, analeta baraka kwa sababu anataka kuthibitisha agano. Anataka kuthibitisha ushirika. Ambao nakwambia kwa kufanya ibada unafanyika ushirika na wewe Mungu. Kwa hiyo ukishafanyika ushirika na Mungu, kinachofuata anathibitisha agano, anathibitisha ushirika kwa karama, kwa vipawa, kwa baraka na mengine. Ni matokeo ya ushirika. Bwana Yesu sasa. Bwana Yesu sasa. Kwa hiyo ushirika wako kwamba nimekuwa sasa na ushirika. Yaani hata wewe tu rafiki yako, sidhani kama ukikutana tu na mtu siku ya kwanza unaanza kumpa siri zako. Lakini ukishaivana sasa ndio unaanza kumwambia siri zako. Bwana Yesu asaidie sana. Ukishajihakikisha huyu mtu anastahili kuwa kwenye maisha, ndio unaanza kumpa siri. Kwa hiyo jambo la kwanza, watu wa Mungu, tumeokolewa ili kumfanyia Mungu nini? Ibada. Lakini tumesema tunafanya ibada kwa namna ya sadaka. Sadaka ni kitu ambacho unakitoa. Wakati mwingine unatoa unahisi kama hakuna kitu tendeka. Amen. Amen. Imani kipindi kile wanateketeza angalau walikuwa wanaona moshi unapanda juu. Hata na mimi nilikuwa bado ni kwa imani sana. Unaona tu moshi unapanda, unajuaje Mungu amefikia huko? Bwana Yesu asaidie sana. Ibada ni sadaka, ni kitu ambacho kama unakitoa halafu unaona kama hakuna kitu kufanya. Lakini ni kitu kinakuwa kinafanya. Ukisoma Yohana 4:23. Yesu anasema hivi, alipokuta yule mwanamke kwenye kisima cha Yakobo, anamwambia habari ya maji, ambayo anasema akimpa maji hata mwakitu. Mwanamke anajaribu kutoa historia ya Wasamaria na Wayahudi wasiochangamana ya jinsi ambavyo huwa wanaenda kwenye milima kuabudu. Halafu anamwambia saa yake, nayo saa imekwisha kuwapo. Wamwabuduo Mungu imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Anasema na hao ndio Mungu anafanyaje? Anawatafuta. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo watu wa Mungu, watu wanaotafutwa na Mungu ni watu wa ibada. Watu wanaotaka kuabudu. Watu wanaotaka kumpa Mungu heshima ya juu kabisa. Hao ndio Mungu anawatafuta. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani watu ambao wamekubali baada ya kuokoka kwamba mimi nitamfanyia Mungu ibada. Mimi nitafanya maisha yangu yawe ibada. Mimi nitamwabudu Mungu. Hao nasema hao ndio wanaofanya anawatafuta. Na wanaomwabudu yeye katika roho kweli. Sio mimi. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa hiyo ibada inapaswa kuwa ama kufanyika kwa namna ya kujitoa kama sadaka. Ibada inatakiwa kufanyika kwa namna ya kujitoa kama sadaka. Waebrania sura ya 5 mstari wa 7. Waebrania sura ya 5 mstari wa 7. Wakati unafunga. Waebrania sura ya 5 mstari wa 7. Nasema ndio. Yeye siku hizo za mwili wake, Yesu wakati wa mwili wake alimtolea yule awezaye kumwokoa. Alimtolea Mungu awezaye kumwokoa na kumtoa katika mauti. Ndio. Maombi na dua. Maombi na dua. Pamoja na kulia sana. Pamoja na kulia sana. Na machozi. Na machozi. Akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Akasikilizwa kwa jinsi alivyokuwa mcha Mungu. Yesu alimtolea Mungu dua na sala. Alifanyia Mungu maombi na sala kwa machozi. Bwana Yesu sasa. Yako wapi machozi leo kwenye kanisa la Pentecost? Yako wapi machozi kwenye kanisa la Pentecost? Sisi tulijulikana kwamba ni wakulia. Tulikuwa tulii bure. Tulikuwa tunalia na Bwana. Ayubu alikuwa mfano wa haya. Sema yeye wakati wa mwili wake, yeye wakati wa uhai wake, alimtolea Mungu maombi, alimtolea Mungu ibada, alimtolea Mungu machozi, alimtolea dua na sala na kulia sana. Bwana Yesu sasa. Kwa hiyo Yesu aliyekuwa mwana wa Mungu anatoa ibada, anamfanyia Mungu ibada kwa namna ya kujitoa. Kule tulikosoma mwanzo, anasema na kumtolee Mungu ibada ya kumpendeza pamoja na unyenyekevu, pamoja na kicho. Kwa ibada inatolewa, ibada inafanyika kwa namna ya kutoa, ibada inafanyika kwa namna ya sadaka. Nitaimba kwenye ibada kana kwamba ninatoa sadaka, nitahubiri kana kwamba ninatoa sadaka, nitapiga magoti kana kwamba ninatoa sadaka, nitafanya uongozi wa idara kana kwamba ninatoa sadaka, nitafanya lolote kana kwamba ninatoa sadaka. Unajua sadaka, nimesema watu wa kule duniani wanasema mimi sifanyi kazi ya kanisa, sitoi sadaka, kwa sababu wanajua kazi ya kanisa inafanywa pasipo kutarajia vitu vya kuonekana vya kawaida. Kwa hiyo ndugu yangu leo mwimbaji, kama unadhamiria kumwabudu Mungu kupitia uimbaji wako, ni lazima useme uimbaji wangu utakuwa ni ibada. Ndugu yangu leo hubiri, kama unadhamiria kumtumikia Mungu kupitia kuhubiri, kusudia mahubiri yako yawe ibada, yatoe heshima ya juu kabisa kwa Mungu, yampe Mungu utukufu kwa hali ya juu kabisa. Sio kwa sababu nataka watu wakuone, sio kwa sababu watu watakubariki na fedha zao, sio kwa sababu watu watakupa mkono wa hongera. Wako vijana wengi leo hawezi kufanya huduma kwa sababu hakuna mtu ambaye atawaambia mwanangu umefanya vizuri baada ya huduma. Kwa hiyo wanahisi ya kwamba hawezi kuendelea. Nataka nikwambie ya kwamba lazima, anasema yeye wakati wa uhai wake alimtolea yule Mungu, alimtolea maombi na dua na sala pamoja na kulia. Bwana Yesu sana. Amen. Bwana Yesu sana. Amen. Hii maombi ya Yesu, hii ibada ya Yesu. Unamjua Yesu? Yesu anafika wakati analia mpaka jasho lake linakuwa damu. Bwana Yesu tusaidie. Kwa hiyo hatuwezi kuwa mastafu kwenye nyumba ya Bwana, hatuwezi kuwa waheshimiwa kwenye nyumba ya Bwana. Ni lazima tukubali, nasema na tumtolee Mungu. Kwa hiyo inatolewa kama sadaka, ibada inafanyika kama sadaka, huduma inafanyika kama sadaka, kuimba inafanya kama sadaka, kufanya yote inafanya kama sadaka. Bwana Yesu sasa. Kama utakisa au jambo lingine, fanya biashara tu, fungua mradi wa kawaida, fanya biashara. Kama unatarajia tu nitaanza kuimba, nitaimba, nitapata fedha, fanya biashara ya kawaida. Kuna baadhi ya waimbaji walianza vizuri, wamegeukia mambo fresh, kwa sababu walienda kwenye biashara, hawakwenda kwenye ibada. Wako wengine pia wamegeuza biashara, zimekuwa biashara nyingi, sababu hawafanyi kama ibada.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitabu cha Warumi sura ya 12 mstari wa kwanza. Kitabu cha Warumi sura ya 12 mstari wa kwanza. Warumi 12 mstari wa kwanza. Nasema, basi ndugu zangu na wasihi kwa huruma zake Mungu. Kwa huruma zake Mungu. Itoeni miili. Itoeni. Haleluya. Amen. Kila mara tunaona itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai. Iwe dhabihu, iwe sadaka iliyo hai. Takatifu ya kumpendeza Mungu. Takatifu ya kumpendeza Mungu. Iwe ibada yenu. Kwa hiyo anasema itoeni miili yenu iwe kama sadaka, dhabihu takatifu ya kumpendeza. Ndiyo ibada yenye maana. Kwa hiyo nikitaka kufanya ibada ni lazima niifanye kama sadaka. Ni lazima mwili wangu niupeleke kwa Mungu kama sadaka. Sadaka ilikuwa inateketezwa Bwana. Anasema na tutolee Mungu ibada kama sadaka, kwa sababu Mungu wetu ni moto ulao. Unajua Bwana anasema ni moto ulao. Zamani zile walikuwa wakiweka sadaka madhabahuni, moto ulishuka ukailamba ile sadaka. Watu wengi wanasema Mungu ni moto ulao, ninamtuma moto, niwateketeza wachawi. Lakini anasema tumtolee Mungu, kwa sababu tumtolee Mungu ibada kama sadaka, kwa sababu Mungu wetu ni moto ulao. Kwa hiyo Mungu anaposhuka kwenye ibada, anataka mkute mtu aliye kama sadaka, halafu ateketeze ile sadaka, halafu ipande kwake kama manukato. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo Mungu anapotaka kutuhudumia majira kama haya, anataka moyo ambao umefunguka kama sadaka, kama dhabihu. Anataka mwili ambao uko kama dhabihu takatifu, sadaka takatifu iliyo tayari kuchomwa na ule moto ulao uliosoma kwenye Waebrania 12:29. Anasema na tumtolee Mungu sadaka, na tumtolee Mungu ibada ya kupendeza pamoja na kicho na unyenyekevu. Hapa anasema kwa kuwa Mungu wetu ni moto ulao. Yaani anasema tumtolee Mungu kwa sababu ni moto ulao. Maana ibada yetu inasimama kama sadaka, halafu Mungu anaiteketeza ile sadaka, halafu ibada yetu inapanda kwa Mungu kama manukato. Sifa zetu tunazozifanya hapa siwe kama sadaka. Mungu anapozitazama zipande kwake kama manukato. Kucheza kwetu tunapocheza hapa iwe kama sadaka. Kwa kweli moto ulao, sifa zetu zitapanda kama manukato. Kuhubiri kwetu kuwe kama sadaka. Anaposhuka herufu ya mahubiri ipande kama manukato. Kwa hiyo huduma yetu yoyote tuifanyayo tuifanye kama sadaka. Akishuka anaiteketeza, maana ni moto ulao. Harufu ya huduma yetu inapanda kama uvumba, unapanda kama manukato. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo anasema itoeni miili yenu kama dhabihu takatifu ya kupendeza. Anasema hiyo ndiyo ibada yenye maana. Kwa hiyo pasipo kufanya hivyo hakuna ibada. Pasipo kumfanyia Mungu ibada kama sadaka ni bure. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lengo kuu la kuokolewa ni kumfanyia Mungu ibada kama ambavyo nilisema hapo awali. Nasema na kama sadaka, ibada inapaswa kutolewa kwa moyo wa upendo. Kama sadaka, ibada inapaswa kutolewa kwa moyo wa upendo. Kutoka 35:5. Kutoka 35:5. Kama sadaka, ibada inapaswa kutolewa kwa moyo wa upendo. Wakati wowote ule Mungu alipoita sadaka, alimwambia kila mwenye moyo wa kupenda amtolee. Kwa hiyo fanye ibada kwa moyo wa kupenda. Nasema kama sadaka, ibada inapaswa kutolewa kwa moyo wa kupenda. Kutoka 35:5. 35:3 kutoka inasema 35:5 inasema katoeni kati yenu matoleo kwa Bwana. Mtu awaye yote aliye na moyo wa kupenda, ayalete matoleo. Dhahabu na fedha na shaba. Mtu awaye yote mwenye moyo wa kupenda, mtolee Mungu ibada.
Yes. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni jambo lingine. Tumesema na katika ibada moyo ni madhabahu. Katika ibada moyo ni madhabahu ambapo Mungu anaichukua sadaka ya ibada yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika ibada moyo wangu ndio madhabahu ambapo Mungu anakuja kuiteketeza ile sadaka kwenye moyo wangu. Ndio maana nasema kwenye ile 4:23 Yohana ya kwamba wamwabudu Mungu imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Maana kwenye roho pale ndipo ambapo ibada yako sasa inachukuliwa, inapanda kama uvumba mbele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sadaka. Lakini moyo ni kama mahali pasiri ambapo roho ya Mungu na roho wa mtu hukutana. Kwenye moyo wa mtu ni kama mahali pasiri ambapo roho ya mtu na roho ya Mungu hukutana. Mungu anakuambia ibada ni kuunganisha roho ya anayeabudu na anayeabudiwa. Kwa hiyo wanaunganaje? Wanaunganika kwenye moyo wa mwanadamu. Roho ya mtu na roho ya Mungu vinafanya ushirika. Bwana Yesu sana. Wanafanya patano. Ndio maana mhubiri wa asubuhi hapa, somo la asubuhi alisema, kusoma kwenye ile Mithali 23 ndani, anasema linda sana moyo wako kuliko vyote uvilinda. Maana huko ndiko zitokapo chemchemi za nini? Kwa hiyo kwenye moyo Mungu anakuja kufanya intersection. Anakuja kufanya ushirika, mazungumzo na moyo wa mwanadamu. Bwana Yesu sana. Kwa hiyo hivyo ndivyo. Kwa hiyo nikajifunza siri moja ya kwamba ukisoma kwenye kitabu kile cha Mathayo sura 6, kuanzia mstari wa kwanza mpaka 6, kuna mambo utayagundua Yesu alikuwa anazungumza kwa habari ya sadaka. Wataalamu wanasema hotuba ya Yesu ya mlima Mzeituni inayoanzia sura ya 5 ni moja ya hotuba zake kubwa sana zilizowahi kutokea. Ni kitabu kile cha Mathayo sura ya 5. Baada ya kujaribiwa tunaona ile Mzeituni anaanza kutoa hotuba. Sura ya 5, sura ya 6 Yesu anaanza kufundisha habari ya maombi na sadaka. Sema bali ninyi msalipo usiwe kama mataifa, maana wao hufanya hivyo ili wapate kuonekana. Anasema wamekwisha kupata thawabu yao. Thawabu ni matokeo. Kwa sababu anasema wao wanaenda katika kona za masinagogi wakaanza kupiga kelele. Kwa sababu wao hufanya hivyo ili wapate kuonekana na watu. Yesu anasema wamekwisha kupata thawabu yao. Thawabu ni matokeo. Hapo anasema walikuwa wanatafuta nini? Wanatafuta kuonekana. Maana yake wakishaonekana tu, sio wamepata majibu yao. Yesu atusaidie sana. Yesu anasema hivi, kwa sababu wao hufanya hivyo. Kwenda katika njia panda na katika masinagogi, katika kona za masinagogi, wakapaza sauti kwa sauti kuu ili wapate kuonekana. Sema ya kwamba tupaswa Mathayo 1 mpaka 6. Sema, angalieni msifanye wema machoni pa watu. Msifanye wema machoni pa watu. Kusudi mtazamwe na wao. Kusudi mtazamwe na watu. Kwa maana mkifanya kama hayo, hampati thawabu kwa Baba yenu aliye mbinguni. Hamtarajii kitu kutoka kwa Mungu. Basi wewe utoapo sadaka, usipige panda mbele yako. Kama wanafiki wafanyavyo. Katika masinagogi na njiani. Kwenye masinagogi na njiani. Ili watukuzwe na watu. Amini nawaambieni. Wamekwisha kupata thawabu yao. Hao wamekwisha kupata thawabu yao. Tulie tu hapo kutumishi. Hawa watu lengo lao halikuwa kubwa sana. Lengo lao lilikuwa ni kwamba waonekane tu. Kwa kuwa wameshaonekana, majibu ya maombi yao wameshapata. Bwana Yesu atusaidie sana. Mpendwa, ukija ibadani, kama lengo lako tu basi tukuone unazanza hapa unaomba. Hongera, umeshapata maombi yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Lakini pole kwa sababu unaomba makubwa lakini kumbe unataka tukuone. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yaani huko kabisa hapa, Bwana nijalie, niuone mkono wako. Kwenye hilo nione mkono wako. Lakini huko unataka tu baraka uone na wewe unaomba unaonekana. Hongera, umepata majibu yako. Nasema Bwana kisha kupata thawabu yako.
Lakini ninyi wenye nia nyingine ya kufanya ibada, anasema ninyi hamtapata thawabu kwa Mungu. Na Yesu atusaidie sana. Hatapata thawabu kwa nani? Ni hatari sana kufanya hiyo kwa. Wewe unakuta mpendo kwa miaka mingi analia, mimi sijawahi kujibiwa, hii maombi mengi. Kumbe huwa anaomba ili tumuone. Amesahau kwamba ameshajibiwa, tumeshamuona. Labda tu aendelee tumuone zaidi. Hello. Yesu ni maajabu. Kwa hiyo Yesu anasema hao wamekuja kupata thawabu yao. Wewe kama unaomba, omba kama sadaka. Wewe kama unatoa, toe kama sadaka. Kama unafanya ibada, ifanye kama sadaka. Sije ikiwa kuone watu wanapita. Kama ni kuona tu watakuona na umeshapata thawabu yako. Hautapata chochote zaidi ya hicho kukuona kila siku atakuona, unapanda bodaboda unarudi. Unaingia kanisa la SPC tiki unarudi. Watakuona umepata thawabu yako. Yaani niliposoma hilo andiko na kulipata kwa namna hiyo, kwa kweli nilifurahi. Nikasema kumbe kuna watu wameshajijua maombi yao. Na watu kwa sababu wale lao ni kuonekana, wameshaonekana. Siku isiyoonekana, unataka nini tena? Mwisho wa siku kama huyo sasa anasema nimesali sana pale, shida yangu haijawahi kusaidia. Haijawahi kusaidia kweli mbele. Mimi nimeona Mungu hai. Kumbe alitarajia tu watu wamuone. Sasa watu wameshamuona, anataka nini tena? Ameshapata. Aendelee tu labda apate wengine wamuone wa Ulaya sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana wameshamuona wa Kitirio, wamuone wa Sirari, alitoka bara aende tena mjini, huyo Mwanza, Dar es Salaam, Marekani. Muone. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu anataka kuonekana. Kwa hiyo watu Yesu anafundisha tuendelee kidogo tuishi. Sema. Leo kusema kwamba bali wewe utoapo sadaka. Bali wewe utoapo sadaka. Hata mkono wako wa kushoto. Hata mkono wako wa kushoto usijue ufanyalo mkono wako wa kuume. Ndio. Sadaka yako iwe kwa siri. Ndio. Na baba yako aonaye sirini atakujaza. Na baba yako aonaye sirini atakujaza. Huwa sipendelei sana. Lakini tukienda kwenye Biblia ya Kiingereza tafsiri kadhaa. Kuna tafsiri moja inaitwa The King James Version na kuna nyingine inaitwa The Amplified Bible. Wanasema hivi, and thy Father that sees in secret shall reward you openly. Na baba yako aonaye sirini atakujaza, atakupa majibu hadharani. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia ya Kiingereza hiyo atakujaza inasema atakupa thawabu. Wewe ambaye sasa umeamua kufanya ibada yako kama sadaka, unaifanya ibada ya moyo. Sio kusema moyo ndio sehemu pekee ambayo Mungu anaweza kuelewa. Na Mungu anaelewa mawazo kuliko hata maneno yake. Sababu wakati mwingine maneno unasema kwa nini Yesu kusoma baada ya anasema watu hawa wanaheshimu kwa midomo yao lakini nyoyo yao iko mbali nao. Kwa hiyo inawezekana ni kama iko vizuri. Watu tumeenda shule, tuna degree, tuna diploma, tuna certificate, tunajua kupanga maneno. Ni kupangia maneno mpaka na amen. Lakini kumbe maneno hayako moyoni hata kidogo. Sema watu hawa wananiheshimu kwa midomo yao, lakini mioyo yao iko mbali nao. Wananiabudu bure. Kwa unaona iko kubise. Unaona ile kibisho la Yesu. Anasema watu hawa ambao mioyo yao inaweza kusema maneno mazuri. Mioyo yao inaweza kaomba maneno ya kupangika. Mioyo yao inaweza ikaimba maneno mazuri ya kuvutia. Lakini mioyo yao iko mbali. Alikuwa anasema mioyo yao, lakini mioyo yao iko mbali. Anasema watu hawa wananiabudu bure. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe ibada inatakiwa kuwa moyo. Na ikifikia kiwango hicho, ndicho utakuwa na kiwango cha kufika ibadani umekaa na mwenzako anawaza mengine na wewe unawaza mengine. Hata kama atatokea siku moja amekuja mpendwa amevaa vibaya ndani, wewe utafanya ibada. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kama moyo wako na mawazo yako na mdomo wako viko mbalimbali, mambo yatabadilika kabisa kijana mwenzangu.
Unaona kwa mchungaji kama anamchelewesha tu uombe namba. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema huyu mzee sasa na yeye leo. Sio kweli kamaliza kweli. Lakini wakati vijana tubaki huko mlangoni pale unasubiri yule binti aliyevaa vibaya uombe namba yake. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Kwa sababu moyo na kilicho kiko mbali. Anasema watu hao wananiabudu bure. Watu hao wananiabudu bure. Natamani mimi nisimwabudu Mungu. Iwe sababu yako na wewe usimwabudu Mungu. Moyo wangu uwe madhabahu. Moyo wangu uwe mahali patakatifu anapoweza kushuka Mungu. Moyo wangu uwe mahali ambapo sadaka ya ibada yangu hutolewa. Sadaka ya ibada. Inaweza ikawa sina cha kumtolea kwa maana fedha. Lakini angalau toe moyo wangu uwe sadaka. Angalau nitoe ibada yangu iwe sadaka. Huduma yangu iwe sadaka. Kuimba kwangu iwe sadaka. Kushiriki kwenye matukio ya kanisani kuwe kama sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nitamfanyia Mungu ibada kama sadaka. Nitamtumikia Mungu kama sadaka. Nitahubiri kama sadaka. Nitaimba kama sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ni nani aliyempa Mungu kitu kwanza, halafu kisha Mungu akamlipa mwanadamu. Anasema vitu vyote vinatoka kwake na viko kwa ajili yake na kwa utukufu wake. Amen. Hakuna ambacho unaweza kusema hivi mimi nimempa Mungu hivi sasa, nimemshawishi sana Mungu. Watu wangemwomba sana Mungu. Wangemwomba sana Mungu. Na sisi maskini tusingekuwa na fungu kabisa kwa Mungu. Mbingu ilikuwa angeenda kila baresa wangeenda. Sisi wengine tungebaki hapo. Kama ilikuwa ni ya kumpa kitu kwa ajili ya Mungu. Unajua hata Mungu pendo, anasema kwa maana yeye ndiye aliyetupenda kwanza. Yesu mwenyewe anaambia wanafunzi, si ninyi mlionichagua. Yeye ndiye aliyowachagua. Kwa hiyo hata wokovu unatoka kwake. Anasema hata matendo mema unayoyafanya, hayo unayofanyia watu wengine, sio kwa sababu wewe ni mwema, ni kwa sababu Mungu amepanda hicho ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu amekitengeneza hicho, na kama wakati mwingine haupaswi kujiona bora kama tunasema mhubiri wa somo. Kwa hiyo wengine ni neema tu. Ni neema tu. Eti kwa sababu unaweza kuhubiri watu wakafurahi, sema ni neema tu. Ni neema tu. Eti kwa sababu unaweza kaimba watu, ni neema tu. Ni neema tu. Na tutolee Mungu ibada yenye kumpendeza. Ibada yenye kumpendeza. Kwa hiyo ni lazima ibada yetu itoke moyoni ili ipate kumpendeza nani? Mungu. Na ni lazima ibada yetu itolewe kama sadaka. Na tumeona utaratibu wa kutoa sadaka ambao Yesu alizungumza kwenye ile sura ya 6, mstari wa 1 mpaka 6. Na nilikwambia anasema ukifanya hivyo malipo yake ndipo yanakuja hadharani. Biblia ya Kiswahili imeishia hapo kwamba atakujaza. Biblia ya Kiingereza inasema he will reward you openly. Atakujaza mbele ya umma. Ila lazima umefanya kwanza kama sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Ufunuo sura ya 5 mstari wa 8. Ufunuo sura ya 5 mstari wa 8. Andiko mama yangu alikuwa anatafuta mchana ule 5:8. Nasema hata alipokitoa kile kitabu. Alipokitoa kile kitabu. Na wenye uhai wanne. Na wenye uhai wanne. Na wale wazee 24. Ndio. Wakaanguka mbele za mwanakondoo. Wakaanguka mbele za mwanakondoo. Kila mmoja wao ana kinubi. Kila mmoja wao ana kinubi. Na vitasa. Na vitasa. Ana kinubi na vitasa vya dhahabu vilivyojaa manukato. Vilivyojaa manukato. Ambayo ni maombi ya watakatifu. Ambayo ni maombi ya watakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kumbe ibada inapotolewa kama kitu
toka enzi hizo kilichokuwa kinatoa manukato ni sadaka. Toka enzi za Kaini na Habili. Habili alipotoa sadaka ile ilikubalika, ikaenda kama manukato. Bwana Yesu sasa. Sadaka nyingi zilizotolewa zilikuwa zinapanda kama manukato. Lakini Yohana hapa anapoona, anaona maombi na mwenyewe anaweza kupanda kama sadaka. Bwana Yesu sasa. Anaona maombi anaweza kupanda kama nini? Kumbe ibada yangu inaweza kupanda kama sadaka. Na siku ile ikamfikia. Kwa hiyo nikaona lugha ambayo Mungu anaielewa ni lugha ya sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Yaani sadaka ni lugha ambayo inaeleweka zaidi kwa Mungu. Maombi yaliyofanyika kama sadaka yanaeleweka sana mbele za Mungu. Ibada iliyofanyika kama sadaka yanaeleweka kwa sababu yanafika kama harufu ya kupendeza. Nuhu baada ya gharika kuisha, baada ya jua kwenda na kuleta na kwenda jumla, baada ya kutoka alitoa sadaka. Na ile sadaka ikapanda kama harufu ya kupendeza kwa Mungu. Na Mungu akaweka upinde wa mvua kama ishara ya kwamba hata uteketeza kwa Mungu kwa maji. Kwa hiyo ikapanda kama sadaka. Kumbe maombi yakifanyika kama sadaka yanapanda kama manukato mbele zake. Ibada inapanda kama manukato mbele zake. Alafu Mungu anaanza kufanya maagano. Anasema sitauteketeza tena ulimwengu kwa mvua. Akaweka na ishara ya neno. Bwana Yesu tuseme. Kwa hiyo anasema ni ibada ya kwamba mimi nitafanya ibada. Cha kwanza nimesema lengo la kwanza kabisa la mimi kuokolewa ni kufanya ibada. Lakini namna nitakavyoifanya ibada nitaifanya kama sadaka. Ili iweze kupanda mbele za Mungu kama manukato yenye harufu nzuri. Maombi ya watakatifu hapa yanaonekana yanafika kwa Mungu kama sadaka. Kama kwa lazima. Mimi nimesema kwenye maisha yangu ya ujana huu na Mungu anisaidie. Nitafanya kila jambo kama sadaka. Nikipewa nikichaguliwa kuwa kiongozi, nifanye tu kama sadaka. Nikipangwa sio kazi fulani, nifanye tu kama sadaka. I don't wait for people's praises. Sisubiri watu wanipigie makofi. Nafanya tu. Sisubiri niambiwe hongera, nafanya tu. Fanya tu kama sadaka. Sisubiri. Natamani tu kile ninachofanya kiende kama manukato. Nimekuja Sirari nimekutana vijana wanazila baba. Wanazila baba yaani kitokea tu jambo dogo wameshazi. Hawataki tena kanisani ya maji. Sasa inakusaidia wameshaonekana. Wameshapata thawabu yao. Haleluya! Kwa kama sadaka. Vijana ndio tusizie. Fanyeni ibada kama sadaka. Jioni ibada kama sadaka. Fanyeni usafi wa kanisa kama sadaka. Fanyeni vitu kama sadaka. Toeni sadaka kama sadaka. Ile ya kuteketeza. Vai pamoja kama sadaka. Ombeni maombi kama sadaka. Fanyeni huduma ya ibada kama sadaka. Fanyeni huduma ya injili kama sadaka. Kila jambo litendeke kama sadaka. Nendeni kwenye mikesha kama sadaka. Nendeni kwenye kongamano kama sadaka. Na hayo maisha yenu yatapanda kama Mungu. Amen. Kornelio alikuwa hajaokoka. Lakini kumefanya mambo yale kama sadaka. Siku moja Petro anaambiwa yuko mtu, nenda kamwambia kwa sababu fanya kwa sababu sadaka zake ni ndefu. Kwa kitu kinachofanyika kama sadaka ni lugha ambayo inaeleweka sana. Sadaka ni lugha ambayo inaeleweka sana mbinguni. Kwa hiyo kwa matoleo ya fedha, kwa matoleo ya dhahabu, kwa matoleo ya ibada, kwa matoleo ya huduma yangu, nifanye kazi. Kwa hiyo ibada, maombi, uimbaji, huduma inayotolewa kama sadaka inajengwa kwa msingi huo wa sadaka kama maandisi. Bwana Yesu asifiwe. Inakuwa ni dhabihu. Hii ni ibada isiyo na unafiki. Hii ni ibada isiyo na. Ukisoma kwenye sura anamwambia wanafiki hao wanaofanya hivyo
kwa sababu anafanya ili waonekane.